Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories, na hili ni Vuvuzela la Wiki, simulizi ya kusisimua isiyo na mwisho yenye muendelezo wa kila wiki. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, gusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo naweka simulizi mpya. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Karibu sana kwenye channel hii. Na sasa tuanze simulizi yetu iitwayo Vuvuzela la Wiki. Manzese ilipoamka asubuhi hiyo, sauti ya kwanza iliyosikika haikuwa ya mziki wala kelele za magari, bali ilikuwa ya Mama Pendo akifungua mlango wake wa kibanda na kuvuta kamba ya turubai ili jua liingie ndani. Alitazama miguu ya kuku na vichwa vya kuku vilivyokuwa vimepangwa kwenye meza ya mbao, akagusa beseni la maji kuhakikisha bidhaa zake ziko safi na tayari kwa wateja wa siku hiyo. Ali alikuwa tayari kituoni mapema, akipiga debe kwa sauti kubwa. Magomeni, Kariakoo, usalama, panda juu twende, gari linaondoka sasa. Magari mawili yalikuwa yamepaki karibu. Abiria walikuwa wamesimama wakiwa na mifuko mikubwa ya bidhaa walizonunua Kariakoo. Ali alitembea kati yao, akipanga watu vizuri. Mama, panda upande huu. Baba, nafasi ya nyuma imebaki moja. Mtu mmoja alisimama mbele yake akisema, nauli ni kubwa sana leo. Ali alimtazama na kujibu kwa utulivu, nauli imepangwa na dereva, si mimi. Kama kuna tatizo, tuzungumze na dereva. Mteja aling'ang'ania kidogo, lakini akalipa na kupanda. Gari lilipojaa, Ali alipiga kelele tena, limejaa, ondoka. Gari liliondoka likiacha vumbi hewani. Ali alihisi kuridhika kwa sababu safari hiyo ilimpa ujira mzuri, lakini alijua siku bado ilikuwa ndefu. Karibu na kituo, Mama Asha alikuwa tayari amewasha moto wa jiko lake. Unga ulikuwa umeandaliwa, maharage yalikuwa yameanza kuchemka. Alikanda chapati moja mbele ya mteja aliyekuwa akimwangalia. Mama, chapati zako leo zina harufu nzuri sana, mteja alisema. Mama Asha alitabasamu, lakini akajibu kwa sauti ya uchungu kidogo, mafuta yamepanda bei, ninalazimika kupunguza faida ili wateja wasiukimbie. Mteja alishika chapati yake akisema, lakini ukipandisha bei sisi tutapata shida. Mama Asha alijibu, biashara ni usawa. Kama bei ya bidhaa inapanda, lazima nijipange, lakini sitaki kuwatoa wateja wangu. Mazungumzo hayo yalionyesha changamoto halisi za wafanyabiashara wadogo. Wakati huo huo, Mama Pendo alikuwa akipika miguu ya kuku kwenye sufuria kubwa. Aliongeza vitunguu na nyanya, akachanganya kwa kijiko cha mbao na harufu ikaanza kusambaa mitaani. Kijana mmoja alifika na kusema, mama, leo nikupe pesa kidogo, lakini niandikie kichwa cha kuku, nitakuja kulipa kesho. Mama Pendo alimwangalia kwa macho ya uzoefu. Umenikopa mara 2 wiki hii. Kijana alishusha kichwa chini. Lakini mama, biashara yangu haijakaa vizuri. Baada ya sekunde chache za ukimya, Mama Pendo akasema, sawa, lakini hii ni mara ya mwisho kwa mwezi huu. Kijana alishukuru na kupokea chakula chake. Hii ilikuwa sehemu ya maisha ya Uswahilini, mikopo, imani na maamuzi magumu. Mchana ulipofika, joto liliongezeka. Siku hiyo, ghafla mafuta ya kupikia ya Mama Asha yaliisha. Alishtuka, Mungu wangu, mafuta yameisha kabla ya saa 8. Alimuita Ali aliyekuwa bado kituoni. Ali, nisaidie, mafuta yameisha. Ali alikimbia hadi kwenye kibanda chake. Usijali mama, nenda dukani karibu, nitashika nafasi yako kwa dakika chache. Mama Asha alikimbia kununua mafuta kidogo kwa bei ya juu zaidi kuliko kawaida. Alirudi haraka, akashika kazi tena. Wateja walikuwa wamekasirika kwa kuchelewa, lakini alieleza kwa uwazi, mafuta yameisha ghafla, samahani kwa kuchelewa. Wateja walielewa na kusubiri. Hapa ndipo uaminifu wa mteja na muuzaji unajengwa. Jioni ilipokaribia, eneo la chakula lilianza kujaa zaidi.
Juma alifungua sufuria yake ya supu ya mapupu. Aliongeza viungo na kuhakikisha supu inachemka vizuri. Lakini wakati wa kuchanganya, mteja mmoja alisogea karibu na kusema kwa sauti ya juu, "Kwa nini supu yako ni ndogo kiasi hiki? Bei ni ile ile." Juma alisimama, hakupandisha sauti. Aliweka kijiko chini na kumwambia mteja, "Bakuli ni la kawaida. Kama unataka zaidi, nitaongeza, lakini bei itabadilika." Mteja alitulia. Baada ya sekunde chache alikubali kulipa zaidi. Hii ilionyesha kwamba mawasiliano ya wazi yanaepusha migogoro. Usiku ulipoingia kabisa, biashara ya supu ya pweza ilianza. Muuza pweza alikuwa amechoka, lakini hakukata tamaa. Aliweka pweza kwenye sufuria, akachanganya na mchozi wa nazi. Harufu ilivutia watu waliokuwa wameketi mbali. Mteja mmoja alikuja na kusema, "Leo sina pesa nyingi, naweza kula na kulipa kesho?" Muuza pweza alitabasamu. "Kama ni mteja wa kudumu, sawa, lakini usinisahau." Watu waliendelea kula, lakini ghafla taa ya eneo lile lilizimka. Umeme ulikatika, giza likatanda. Watu walishangaa, "Mtafanya nini sasa?" Ali alikimbia kuleta tochi ndogo. Mama Pendo alileta mshumaa. Wafanyabiashara walikusanyika pamoja. Badala ya kufunga biashara, waliamua kuendelea kwa mwanga wa mshumaa. Na hapo ndipo jambo la ajabu lilitokea. Vijana walitoa vigoma, mtu akapuliza matarumbeta. Puu! Sauti ilivunja ukimya wa giza. Watu walishangilia, walicheza kwa muda mfupi. Biashara iliendelea hata bila umeme. Hiyo ilikuwa ishara ya nguvu ya umoja. Siku ilipofikia mwisho, Ali alikaa chini akihesabu mapato yake. Mama Pendo alihesabu pesa zake. Mama Asha alihesabu faida yake. Juma alihesabu mauzo yake. Muuza pweza alihakikisha bidhaa zilizobakia zimehifadhiwa vizuri. Walitazamana na kutabasamu. Walijua siku hiyo haikuwa ngumu, lakini walishinda. Manzese ililala, lakini biashara haikufa. Vigoma vilikuwa vimepigwa, matarumbeta yalikuwa yamepulizwa, na vuvuzela la wiki liliendelea kusikika kama ishara ya maisha yanayoendelea. Ndugu mtazamaji, asante kwa kufuatilia simulizi hii ya Vuvuzela la Wiki mwanzo mpaka mwisho. Kwa ushauri, niandikie kwenye comment section hapo chini, au unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545. Vilevile, kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories na simulizi zetu, unaweza kutuma kiasi chochote ulicho nacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane kwenye Vuvuzela la wiki ijayo na simulizi zinazofuata. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.